taka zichakatwa vizuri katengenezwa mbolea, hazitakuwa zinaundikana mara kwa mara hapa. Tunategemea sasa kwa hivi karibuni kuwapa elimu vijana wa kata ya Kirumba wapatao vijana 35 ambao vijana hawa watakuwa wanachakata hizi taka. Hizi taka zitakuwa aina mbili. Ya kwanza utakata hizi laini kutengeneza mbolea, lakini kuna zingine takataka ngumu ambazo wao wataona namna gani wa kuzitengeneza zikatengeneza mkaa mbadala, ambao mkaa mbadala utakuwa nauzia wananchi ili kuondokana na kununua mikaa ile kwa ajili ya kukata miti. Kwa hiyo tunategemea mradi huu ambao tunategemea katika soko la Kirumba utanufaika watu wengi. Kwanza itakuwa ni ajira kwa vijana, lakini hizi taka kuwa nyingi kila wakati hapa sokoni zitakuwa zimeisha. Kwa sababu zitakapokuwa zinaingia kila siku zinafanywa uchakataji, na uchakati zinaondoka kwa siku zinapelekwa sehemu yake, au tunaziuzia, tunauza zile ambayo tumeshafanya product kwa kuuzia wananchi ili waweze kupata mbolea asilia. Kwa hiyo mradi huu tunategemea utakuwa vizuri zaidi, utanufaisha wananchi hapa sokoni Kirumba, lakini vile vile ajira nyingi kwa vijana, watapata ajira nyingi kwa sababu kila siku watakuwa wanadamkia hapa kuweza kuchakata hizi taka. Kwamba vijana wengi huwa wanalalamika tu kwamba hakuna kazi. Kwa hiyo waje kwenye huu mradi ambao TDI imeleta fursa muhimu kwa kutumia taka, na taka kwenye soko letu la Kirumba taka ni nyingi sana. Kwa hiyo waje wajifunze ili waweze kupata kutengeneza maendeleo ya nchi, kulikoni kukaa na kuanza kusema tu hakuna ajira. Kwanza vijana wetu wanaweza kupata ajira ya kuwa wanatengeneza mbolea. Pili, watakuwa wametusafishia soko, na sisi katika masoko yawe masoko masafi. Manake harufu ya hapa sokoni kwa sasa hivi kama mvua ikinyesha huwa kuna harufu sana. Tatu, vile vile itakuwa umetusaidia kutokana na mlipuko wa magonjwa ambayo ni hatari. Ukweli tumefurahi sana hii TDI kuja kutuanzishia mradi kama huu. Lakini kikubwa zaidi ni mifuko ya plastiki ambayo ilikuwa ikizagaa, mifuko ambayo haiozi na kusababisha athari kubwa katika mazingira yetu. Yote itakusanywa na kutolewa katika maeneo haya kupelekwa huko kunakofaa. Kiuhalisia ni mradi mzuri ambao kama kata ya Kirumba tuko tayari na tumeupokea, na tunaahidi kushirikiana na shirika kuanzia hatua zote za awali mpaka mavuno yatakapokuja kuonekana ili kuletea maendeleo jamii ya Kirumba. Tujitahidi kutunza mazingira yetu ili kuepukana na magonjwa kama malaria, vichocho, pia hata UTI pia. Bila mazingira kuwa safi, ina maana hata magonjwa milipuko inatokea. Kwa hiyo tunaweka mazingira mazuri, na nyinyi ndugu zetu mmekuja mmetuletea miti tupande, tutapata matunda, tutapata na kivuli. Nawashukuru sana TDI kwa kutuletea miti ya parachichi ya muda mfupi. Hii ndani ya miezi 6 tu tunapata matunda. Tunawashukuru sana, maana hii miti inahifadhi mazingira yetu, inapendezesha nyumbani. Na maparachichi ni zao ambalo linasaidia au linakuza uchumi wa nchi yetu kwa ujumla, au kwa watu na wajasiriamali wadogo. Mfano, mazingira yanahitaji yatunzwe, kwa sababu tusipoyatunza basi tunapata athari kubwa. Kwa mfano, unakuta tukiacha makaratasi yazagae ovyo ovyo. Kwa hiyo rutuba, tunapata mazao kutokana na rutuba pale tunapokuwa tunatunza mazingira. Tukitunza mazingira pia na wenyewe tutunze, ila tusipotunza mazingira tutapata athari mbalimbali, kama vile mazingira yatakuwa machafu, miti itakauka, tutakosa uwepo wa upepo, matunda na hewa nzuri. Mazingira tunavyozunguka tunatakiwa tuyalinde, sababu kuna watu waharibifu wanaofanya vitendo vya uharibifu vinavyoleta madhara katika mazingira. Sio sahihi kuharibu mazingira, sababu yanatusaidia kama jamii. Tutakapoyatunza mazingira tunaweza kupata matunda, na pia mazingira yanaweza kutusaidia katika ujenzi. Mazingira tukiyatunza tunaweza yakatupatia fedha nzuri, sababu mazingira tukiyatunza yanaweza kutuletea maendeleo katika jamii. Kwanza mazingira ni jumla ya vitu vyote vinavyomzunguka mwanadamu. Mazingira pia ina faida, inaweza kutupatia hewa safi. Miti pia tunaweza panda miti ikatupatia matunda, na tunaweza tengeneza juice kupitia matunda, na pia utupatia kipato
hayo matunda tutakapoenda kuuza. Tusipopanda miti utuletea athari mbaya. Pia na ukataji wa miti husababisha ukame